Maandiko katika Injili ya Mtakatifu Mathayo inasema ule mstari wa 26 mpaka wa 29. Maandiko yanasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Mstari wa 29, lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Tukaangalie Marko 14 mstari wa 22 mpaka wa 25. Marko 14 mstari wa 22 mpaka ule wa 25. Maandiko yanasema, nao walipokuwa wakila, alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa, akasema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatwaa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote. Akawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amini nawaambia, ninyi sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya katika ufalme wa Mungu. Tukaangalie tena Luka Luka 11. Luka 22 mstari wa 15 mpaka ule wa 20. Maandiko yanasema, akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu, kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki, mgawanye ninyi kwa ninyi, maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo vivyo. Baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie tena katika kitabu cha mwisho wa Korintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 mpaka wa 25. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 mpaka wa 25. Maandiko yanasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Bwana Yesu asifiwe. Katika vifungu vinne
Bwana Yesu asifiwe kanisa. Katika mafungu hayo manne tunaweza kujifunza mambo mengi, ikiwemo maana halisi ya meza ya Bwana, umuhimu wa meza ya Bwana katika maisha yetu ya sasa, lakini pia damu ya Yesu na umuhimu wake. Ibada ya meza ya Bwana ina majina mengi. Ibada hii huitwa chakula cha Bwana, karamu ya Bwana, sherehe ya Bwana, ekaristi kwa lugha ya Kiyunani, maana yake shukrani. Ibada ya kumega mkate, hii tunaipata katika Luka. Ibada ya meza ya Bwana, kwa hiyo ibada ya meza ya Bwana ni ibada maalum ya kula kipande kidogo cha mkate kinachowakilisha mwili wa Yesu na divai inayowakilisha damu ya Yesu ya Agano Jipya. Tumesoma katika Wakorintho ule wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 mpaka wa 25. Tukumbuke kwamba kuna maagizo mawili yaliagiza Yesu yafanyike mara kwa mara ndani ya kanisa, na maagizo hayo ni ubatizo na meza ya Bwana. Na kuagiza kwake kulikuwa kuna makusudi. Huu kunatufanya sisi waamini kuwa shirika na Mungu, kukaa katika Kristo, kuzidi kumwabudu yeye na kutangaza imani ya Kikristo ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Historia ya ibada ya meza ya Bwana haikuanzia kwenye Agano Jipya, bali tokea Agano la Kale, ambapo tutaangalia katika vitabu Mwanzo 14 mstari wa 18 mpaka wa 19. Utaona pale Mfalme Melkizedeki alikuwa amebeba mkate na divai, akaenda kwa Ibrahimu kumbariki. Kwa pia tunaona katika kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 12, wana Israeli kwa mara ya kwanza waliila Pasaka ya mwisho na wanafunzi wao. Kwa hiyo tunaona kwamba kusudi la ibada hii ni kukumbuka mateso na kifo na ufufuo wa Yesu Kristo, kujenga na kuimarisha ushirika wa kiroho pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sio kwamba tunashiriki tu tunakuja kunywa divai kama maji ya kunywa, hapana. Tunajenga ushirika pamoja na wa kiroho pamoja na Kristo. Nani anayestahili kushiriki meza hii? Ukweli ni kwamba kila mtu aliyebatizwa na kupokea kipaimara anapaswa kushiriki ibada hii muhimu, lakini usafi wa kiroho ndio kigezo muhimu cha kushiriki. Hivyo wale ambao si wasafi kiroho wasaidiwe na mchungaji ili wawe safi na waweze kushiriki. Mfano wanaopaswa kushiriki meza ya Bwana: mtu mwenye utayari wa kutubu dhambi zake na hatimaye akatubu, mtu mwenye moyo uliopondeka na kunyenyekea mbele za Bwana, toba ya kweli kutoka kwenye kilindi cha moyo. Hao wanapaswa kushiriki. Ndiyo maana meza ya Bwana tunatangaziwa mapema ili tupate muda wa kujioji na kujitafakari yale ambayo tunaona magumu kutubu peke yetu. Basi tunashirikisha baba zetu wa kiroho waweze kutuongoza katika toba. Bwana Yesu asifiwe. Wasiopaswa kushiriki meza ya Bwana: watu wenye vipingamizi vya kudumu, kama vile watu wanaoishi katika mahusiano ya mume na mke bila ndoa takatifu, wasiobatizwa na kupata kipaimara, waliojitenga, hawajarudishwa kundini. Bwana Yesu asifiwe. Hawa waruhusiwi kushiriki. Taratibu za kushiriki. Taratibu za kushiriki ni kwamba unaanza kujioji binafsi, ambayo ni nafasi ambayo tulitangaziwa kipindi kile. Unapata nafasi ya kujioji. Unajioji kiroho, je, mimi niko salama au mimi sistahili? Na kama sistahili nifanye nini? Basi unachukua hatua ya kuingia toba. Lengo ni kutafuta nafasi ya toba kwanza. Kila mtu ajitakase kabla ya kula na kunywa damu ya Yesu, na kisha toba ifanye. Kwa hiyo kujioji ni kutafakari hali yako ya kiroho kabla ya kufanya chochote. Hii tunasoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 28, ambalo andiko linasema, lakini mtu hajioji mwenyewe, na hivyo haule mkate na kukinywea kikombe. Jambo la pili ni kupatana kwanza.
Hii tutaona katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 11:17 mpaka 18. Mtume Paulo alisema, kukiwa na faraka ndani ya moyo wa anayeshiriki, hawezi kupata baraka, badala yake atapata hasara au laana. Hivyo ikiwa katika kusanyiko kuna watu hawaongei kwa sababu ya kuchukiana, ni lazima wapatane kwa upendo, watengeneze kila mmoja na mwenzake au na Mungu, kisha washiriki. Hapa kutengeneza kila mtu na mwenzake au na Mungu kuna tofauti. Mimi inawezekana nikawa nimefarakana na baba mchungaji mfano, lakini sasa mimi nimekwenda kwake kutubu, hajakubali toba yangu. Nichakachofuata mimi ni kuchukua maamuzi kutengeneza na Mungu, na nikimsihi Mungu kwamba anione mimi kweli nimekosa, lakini niliyemkosea ama aliyenikosea yuko tayari tusuluhishe. Kwa Mungu aniangalie mimi kwa nafasi yangu. Haleluya kanisa. Hiyo ndio toba ya kweli. Sio nasema atajua mwenyewe bwana, mimi natengeneza na Mungu hivyo hivyo kila mtu kivyake. Hapana. Tengeneza na rafiki yako na ndugu yako. Tengeneza na uliyekosana naye, jirani yako, hata kama haji kusali ni wa msikitini. Maadamu una maumivu naye moyoni, basi tengeneza kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3, kiongozi au waongozi washiriki maombi ya toba kwa utaratibu mzuri. Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza 11:29, anaona chakula cha Bwana si jambo dogo. Hivyo katika kula na kunywa damu ya Yesu, anaagiza maombi yafanyike kwa imani, kwa sababu kuna faida ikiwa meza ya Bwana itaendeshwa katika imani ya kweli. Umuhimu wa ibada ya meza ya Bwana. Tunapata uponyaji kwa damu ya Yesu, kuisha mili yetu iliyo katika hali ya kufa na kuleta tumaini jipya, yani kupata uhai. Yohana 6:52 mpaka 53. Wayahudi waliulizana Yesu aliposema kuleni mwili wangu, wakasema huyu mtu anawezaje atupe mwili wake tuule? Lakini akaendelea akawaambia, mtu asipokula mwili wangu na kukinywea kikombe changu hana uzima. Kwa tumekuja hapa tupate uzima wa kiroho na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe umekuja nyumbani, umetoka nyumbani una magonjwa yako, hebu jisemeshe hapo ulipo, jioji ndani ya nafsi yako. Kama yule mwanamke aliyekuwa na imani ya kimoyomoyo, yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12. Anasema japokuwa jamii imenitenga, moyoni alizungumza. Hiyo ni imani ya moyoni. Kuwa na imani hiyo. Kwamba akasema nikigusa tu pindo yako mimi. Na wewe leo jisemee, yatosha hayo madao unayokunywa. Mwambie Mungu, leo nakutana na damu yako. Nitakapoinywa ikanitakase, magonjwa yangu yote yapate kutakasika. Haleluya kanisa. Lakini pia tunaangalia katika kitabu kile cha Isaya 53:5. Ni mstari ambao umezoeleka, lakini na mistari mitatu katika hii A, B na C. Kwa hiyo anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yeye alichukua adhabu yetu, yeye hakuwa mtenda dhambi, lakini alijitoa ili sisi tupone. Mimi na wewe tupate kuwa huru kutoka kwenye vifungo vya kila namna, vya magonjwa, vya kuonewa na yule muovu shetani, vya mateso ya kila namna. Yeye akabeba hiyo adhabu yetu, akaenda msalabani ili sisi tuwe huru. Sema neno mbele za Mungu ili Mungu apate kukusikia na apate kukuponya leo. Namba 2, kuimarisha ushirika wa kanisa na wa kiroho kwa mtu mmoja mmoja. Hii tutasoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 16 mpaka wa 17, ambao unasema kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tumegao si ushirika wa mwili wa Kristo? Ina maana sisi tu mwili mmoja ndani ya Kristo. Kwa hiyo tunapokoseana, manake tunamkosea Kristo. Sisi tu mwili mmoja. Ndio maana kuna mahali Mtume Paulo katika Wakorintho anasema kila mtu na mhesabu mwenzake kuwa ni bora kuliko mwenyewe. Kwa sababu sisi tu mwili mmoja katika Kristo.
Ukiwapo ibadani usipomuona fulani ugue, kwa nini leo sijamuona? Na ni mshirika mwenzetu. Lakini wengine asipomuona fulani, afadhali maana ana kielele yule, kuimba tungemsikiliza yeye tu hapo. Hapana. Huo sio upendo wa Kristo ambao alitufia pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Ili kanisa likue na kuongezeka, basi ni kutambua ule umoja wetu kuwa mwili mmoja katika Kristo. Tu viungo ndani ya Kristo. Ukiona mwenzako hayupo, manake ona kuna jambo limepunguka. Haleluya. Namba 3 ni kujenga upendo na umoja miongoni mwa waamini. Hii tutasoma katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 12. Na unasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa walidumu ule umoja wao, kujiona kwamba ni mwili ndani ya Kristo, ni mwili mmoja. Wakazidi kudumu katika mafundisho, wakazidi kusali kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Namba 4, kutangaza mauti ya Kristo hata ajapo. Tutasoma katika Wakorintho wa kwanza 11:26. Maandiko yanasema, maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata hajapo. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake tunatumaini la kwamba tunafanya hivyo kama ukumbusho. Alituagiza kwamba atakuja, ili atakapokuja atukute kweli sisi ni mwili mmoja ndani ya Kristo, tukinia pamoja, tukisali kwa pamoja. Haleluya kanisa. Amen. Lakini kifungu cha mwisho ni kwamba yaani kushiriki meza ya Bwana, tunafunguliwa vifungo vya aina vyote. Hiwe ni vifungo vya madhabahu za familia tunakotoka, huwa vinaachia. Kuna hali unaiona katika familia yenu si njema sana, huwa inakuumiza. Basi leo utakaposhiriki meza hii, mwambie Bwana, mimi nakataa hii hali, haitakuwako kwangu. Maana naona ni machukizo mbele zako. Mimi nimekuja ili niwe shirika na wewe. Haleluya kanisa. Naomba tusimame. Wakati unasimama, jioji ndani ya nafsi yako, sema neno. Ukutane na Mungu katika kushiriki meza hii ya Bwana. Weka tayari moyo wako. Mwambie Bwana, unione kwa upya. Inawezekana huko nyuma nilikuwa nashiriki tu sijajua, lakini leo Mungu akuone kwa upya.